Habari rafiki yangu, katika siku za mwisho sio siku za kuishi kwa mazoea, ni kuishi kwa intelijensia ya mbinguni, ni kuishi kwa msaada wa moja kwa moja kutoka mbinguni. Adui ameshaharibu mifumo ya dunia. Ni wale tu ambao watakuwa na blueprint ya kivita katika dunia hii, vita vya kiroho, ndio watakuwa na uwezo wa kutokumezwa na kuyumbishwa na mawimbi ya dunia hii. Patakatifu Media tunakuletea strategies 5, mikakati 5 ambayo itatusaidia kupambana na kuishi kwa nguvu za Mungu katika siku hizi za mwisho. Mikakati hii sio hamasa tu za kawaida za kukupa faraja, bali ni mikakati ya kiushindi ambayo Mungu anataka uweze kuishi. Baba, nakushukuru sana kwa neno la leo. Acha mtoto wako akalipokee na kulielewa katika jina la Yesu. Amen. Mkakati wa kwanza unaitwa a war room strategy, mkakati wa chumba cha mawasiliano cha vita. Katika vita vinavyoendelea Middle East, kila nchi, usisikie tu kwamba ndege zimeenda zimelipua ikulu, zimelipua makazi ya viongozi, zimeua mahali fulani. Usisikie tu kwamba limerushwa limepiga airport Haifa, Tel Aviv, Ben Gurion airport. Hapana. Wako watu wamekaa kwenye command center ambao ndio wanatoa maelekezo. Wao wakitangaza vitu kule vinafanyika, wakitangaza, wakitoa mawasiliano vitu vinakuwa. Ndivyo ilivyo katika vita vyetu vya kiroho. Lazima uwe na sehemu yako ambayo unaunganika na kiti cha enzi cha mbinguni. Alafu ukiwa ukitamka matamshi ambayo yanakuwa endorsed au yanaungwa mkono na kauli za Mungu, kule kwenye uhalisia vitu vinatokea. Watu wengi wanaomba, lakini nataka nikuongezee kitu kimoja. Katika maombi lazima tuchanganye na matangazo. Katika maombi lazima tuchanganye na commands, amri. Katika maombi lazima tuchanganye na decrees. Tunasema hivyo kwa sababu katika maombi kuna wakati tunamuomba Mungu moja kwa moja, lakini katika maombi kuna wakati tunatamka vitu vya kimungu ili vitokee kule katika ulimwengu wa kimwili. Kuna kitu hutaki kunielewa. Kitabu cha Ayubu 22 mstari wa 28. Maandiko yanasema, nawe utakusudia neno, nalo hilo neno hilo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Sasa hapa kukusudia neno, anasema thou shall decree a word. Utatangaza, utatamka, utatoa amri ya juu ya kitu fulani, alafu hicho kitu kinatokea kwenye maisha yako. Sasa nikufundishe kidogo operation ya Mungu. Kitabu cha Waebrania 1 nafikiri mstari wa 14 anasema, hao sio roho watumwao kuwahudumia watakaourithi ufalme wa Mungu. Hapo anazungumzia malaika watakatifu. Lakini ukienda Zaburi nafikiri ni 120 anasema heavenly angels, au malaika wa mbinguni au mashujaa wa mbinguni, those who carry divine commands, wale ambao wanafanyia kazi amri za Mungu au ahadi za Mungu au neno la Mungu. Inakuwaje sasa? Wewe utakapotamka neno la Mungu kupitia kinywa chako, malaika wanafanya kazi kwa njia mbili. Moja, malaika anachukua neno la Mungu kinywani mwa Mungu moja kwa moja, wanashuka wanakuja wanafanya jambo katika dunia hii. Mbili, wanafanya kazi kupitia watu wa Mungu waliounganishwa na kiti cha enzi. Wanapotamka maneno yanayopatana na Mungu, wao hayo maneno wanaingia kazini, wanayafanyia kazi. Mfano, nikupe mfano, wenda ukanielewa kwa urahisi zaidi. Yesu alipokuwa duniani, kipindi cha Yesu hapo Yerusalemu, hapo palikuwa hapana tofauti sana kipindi chetu cha leo. Uovu ulikuwa uko juu sana, nguvu za adui zilikuwa ni kubwa sana. Pamoja na ukweli kwamba Yesu alitumia muda mwingi sana kuomba milimani, lakini muda mwingine alitumia kutoa matamko na matangazo.
alipowatokea wanafunzi wakiwa wanapigwa na dhoruba na upepo mkali, Yesu hakuomba upepo uondoke. Alitangaza peace be still, na kuwe na shwari. Aliongea na dhoruba, dhoruba ikatii, ikafuata. Yesu alipoingia kwa mama mkwe wake Petro aliyekuwa anaumwa homa, aliongea na homa, akaitamkia maneno homa ikatoweka. Labda nikurudisha Agano la Kale kidogo. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza 17, Elia Mtishbi anasemaje? 17:1 anasema, na Elia Mtishbi akamtangazia Ahabu, hakutakuwa na mvua katika nchi hii kwa muda fulani hivi, isipokuwa kwa neno langu, kama Bwana aishivyo. Kwa hiyo neno la tangazo la Elia lilizuia mvua. Lakini Wafalme wa Pili 7:1, isikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga kitauzwa kwa shekeli, na vipimo 2 vya shayiri kwa shekeli, langoni pa Samaria. Hapa alikuwa anatoa tamko la kimungu. Tumesema linatolewa na watu ambao wameunganika na kiti cha enzi cha Bwana. Maisha yao yameunganishwa na kiti cha enzi. Chochote utakachokitamka kwa imani, kwa kutangaza, kinakuwa. Na ndio maana mara 2 Yesu anasema, ukiwa na imani hata kidogo kama punje ya haradali, una uwezo wa kuambia, una uwezo wa kuutangazia, una uwezo wa kuamuru mlima huu ung'oke, ukatupwe baharini, nao ukang'oka. Pengine anasema una uwezo wa kuambia mkuyu, mti mnene kabisa, ng'oka, nenda baharini, ukatii na kufuata. Anasema we speak to things which are not living as if they are living, and they are obeying our commands. Tunaongea na vitu ambavyo haviishi kana kwamba vinaishi na vinatii amri zetu. Katika Biblia kwa kuna masaa ya maombi, saa 9 na saa ya kutoa sadaka ya jioni. Ilikuwa ni mida ya maombi, ndio maana akasimama akatangaza katika saa ya maombi, saa ya kutoa kafara ya jioni. Elia Mtishbi akatangaza kuhusu uweza wa Mungu na moto ukashuka. Ilikuwa ni saa. Kwa unaweza ukaweka saa yako fulani, the quality time with God, muda wa thamani na Mungu. Lakini pia unaweza ukawa na muda na eneo maalum, ukalita ni war zone. War room ni chumba cha kutolea matamko. A command center ni command center. Inaweza kawa ni chumbani kwako, kuna sehemu umepatenga, kama ni ofisini, hata kama ni chooni. Kama choo ni kisafi, kuna utulivu, pale unatolea matamko na unamwombea Mungu. Sehemu ambapo umepandaa kwa ajili ya kuongea na Mungu wako, lakini pia kwa ajili ya kuongea vitu vya kimungu ili vitokee, malaika waingie kazini. Kama ambavyo ndege za kivita za Kiisraeli na za Kimarekani zinasubiri go ahead kutoka kwa command center. Kama ambavyo warusha makombora wa Iran walioko huko wamejificha kwenye mashimo, wengine wako sehemu za siri, wanasubiri amri kutoka kwa viongozi wao watoe tamko ili wabonyeze, waachie vitu. Ndivyo ambavyo malaika wanafanya kazi. Wanasubiri utamke neno la Mungu, ahadi ya Mungu, ili vitu vikawe katika uhalisia. Kwa hii kitu hii lazima uyapply kwenye maisha yako. Katika siku hizi za mwisho, Mungu anahitaji watu sio tu wanaoomba, wenye uwezo wa kutangaza vitu katika chumba chao cha command center cha maombi, na vitu vinatokea kule katika ulimwengu wa roho. Maana hata wale wengine maadui wa upande wa pili wanafanya hivyo hivyo. Kufanya mazoezi, chukua ahadi ya Mungu, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Na wewe unatangaza, hakuna kupungukiwa kwangu tena kwa jina la Yesu. Malaika kitengo cha kujaza wanaanza kujaza vitu sawa sawa na utukufu. Kwa imani ukifanya inakuwa. Tangaza vitu na Mungu anatenda sawa sawa na neno lake ambalo limetamkwa kupitia wewe, sio neno lako. Ndio maana anasema lolote mtakaolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote mtakaolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu neno lako limeungana na neno la Mungu, malaika wanatenda kazi na neno la Mungu, vitu vinatokea kwa jina la Yesu. Katika siku za mwisho unahitaji kuwa na command center yako. Usianze siku kwa kusoma habari, anza kwa kuingia katika chumba chako cha kutolea matamko na maombi kwa Mungu. Alafu amuru vitu, tangaza mambo.
muombe Mungu. Yaani vitu vinavichanganya vyote ili vitokee katika ulimwengu wa roho. Kuna mtu anielewi kwa sababu kwake anaona kama anaongea vitu vipya, lakini nimekupa mifano ya maandiko namna vitu vinavyokuwa. Haupaswi kuishi duniani kama mwathirika wa mazingira. Acha wasio na Mungu waathiriwe na mazingira. Unaishi duniani kama kamanda ambaye amepanga mazingira yake katika magoti. Ishi kama kamanda ambaye mambo yako umeyapanga katika magoti kwa njia ya maombi, kwa njia ya matamko ya kiroho, na vitu vinakuwa. Mkakati wa pili ni mkakati ambao tunauita mkakati wa kinga ya kufikiri. Mkakati wa kinga ya kufikiri, namna ya kukinga fikra zako, au the invisible armor. Katika kusikiliza neno la Bwana, Isaya 54 mstari wa 17 anasema, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Hii ni kinga dhidi ya maneno ya propaganda. Kuna maneno yataibuka kwa njia nzuri, tena mengine yanatamkwa kwa watu na watu wema kabisa, lakini mwisho wa maneno hayo ni kuingiza propaganda kwenye fahamu zako, ambazo zinakwenda kuvuruga mfumo wako wa fahamu, zinakwenda kuvuruga connection yako na Mungu, zinakwenda kukata mnyororo wako ambao umefungamanishwa na Kristo. Unakwenda kuvua nira ambayo Yesu amesema, ivaeni nira yangu, maana mimi mzigo wangu ni mwepesi, nami ni mpole na mnyenyekevu wa nafsi. Pole na mnyenyekevu wa nafsi. Adui hawezi kuingia kwenye ngome ya akili isipokuwa sisi wenyewe tumefungua milango ya hofu. Kwa kuna mazingira utatengenezewa na propaganda za kidunia hii ili uweze kuwa na hofu, na hiyo hofu inageuka kwa barabara ya rami ya kupitishia mizigo ya kipepo na ya kishetani na ya adui, kukufanya kuwa mtu ambaye umevurugwa, kuyafanya maisha yako yavurugwe. Katika sehemu hii ya pili tunasema tunza kumbukumbu na fahamu zako, au wanasema invisible armor. Lazima uwe na tumesema the invisible armor, lazima utengeneze ngome ya kulinda fahamu zako. Tena Biblia inasema huku vita vyetu si vya mwili, ni vina nguvu hata kuangusha ngome. Sasa ngome ni nini? Ngome ni fikra potofu ambazo zimejipenyeza, zimeenda kujenga ufahamu wetu na tunazingangania sana. Anasema huku tukiangusha kila kijiinuacho kilicho kinyume na neno la Bwana, tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Zoezi hili ni moja ya zoezi muhimu ambayo itakujenga sana katika siku za mwisho. Siku za mwisho vita iko kwenye maelezo. Katika siku za mwisho vita, vitu vingi viko katika narratives. Nikukumbushe, ukisikia mbinguni kulikuwa na vita, Ufunuo 12, sio vita vya kupigana. Yesu kampiga roba shetani, squachi shetani anageuza. Ilikuwa ni vita vya maneno. Shetani anatoa maneno ya ushawishi ya kuwashawishi watu kudistort picha ya Mungu kati ya wale malaika, waone Mungu ni muonevu, ana mpendeleo, asiyefaa, na Mungu anatoa ushawishi wake kuonyesha kwamba hii ndio yenyewe, na watu malaika wanachagua kushika ya Mungu au ya shetani. Kwa muda mrefu wakafanya hivyo. Vita hii ilipohamia kwenye bustani ya Edeni ilikuwa ni ya mfumo huu. Mungu amesema hakika utakapokula tunda hili utakufa. Shetani alipokuja, narratives, maelezo yakaelezwa, akachanganya kauli za Mungu na za kwake. Akamwambia amesema mle matunda yote isipokuwa, kageuza lugha. Tupo katika information age, lakini tupo katika information war, vita vya taarifa. Lazima ujue namna ya kushinda katika vita hii, kwa sababu vita hivi ni vita vya maelezo. Tutaingia mbinguni kwa kushinda maelezo ya kiadui ambayo yamekuwa calculated kutuchanganya na kutuvuruga. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Wakati neno la Kristo utakapolisikia kwa wingi linakujengea imani, neno la adui Ibilisi utakapolisikia kwa wingi linakuvunjia imani, linakuvunjia imani. Kwa hiyo
maelezo mengi yanakuja kupitia vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, watu tunaoamini, wengine ni wazazi, familia, wengine ni walimu, malecturer wetu. Mengi yamekuwa calculated na adui kukuvunja moyo, hata kama ni watu wako wa karibu. Kumbuka Ayubu aliambiwa na mke wake, mtu wake wa karibu kabisa, kwamba si umtukane tu Mungu, yaishe. Ayubu kwa sababu alikuwa na kipengele tukisoma kingine spiritual discernment, uelewa wa kiakili wa kimungu, akamwambia unaongea kama mmoja wa wanawake wapumbavu. Unajua maana mpumbavu? Mpumbavu ni mtu ambaye anasema moyoni mwake hakuna Mungu. Mkakati wa tatu unaitwa covenant economy. Covenant economy, uchumi wa kiagano, mkakati wa uchumi wa agano. Na siku za mwisho watu watakuwa ni wenye kupenda fedha. Lakini pia ikasema the love of money, sio money, the love of money, kuipenda fedha is the root of every evil, ndio mzizi wa kila uovu. Kuna mtego wa kifedha hapo. Sasa katika siku za mwisho swala uchumi lazima uliweke vizuri. Kitabu cha Hagai 2:8 kinatupa baseline. Lakini unaweza kuchukua hata ile 8:18 Kumbukumbu la Torati. 8:18 Kumbukumbu la Torati inasema, nawe utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu ya kupata utajiri, ili aweze kulithibitisha agano lake na wewe. Covenant na fedha. Agano lako na Mungu lazima liunganike na agano lako na fedha kimungu. Lakini Hagai anasema fedha ni yangu. Hagai 2:8, fedha ni yangu na dhahabu ni yangu, asema Bwana wa majeshi. Chochote tunachokipata kama fedha, tambua sio za kwako, ni za Mungu. Na wewe Mungu amekuamini kupitishia uchumi wake kwako, ili wewe uwe ni dona mdogo, mtoaji mdogo chini ya mtoaji mkuu. Na kama umeunganika na mtoaji mkuu, kwako hakutakuwa na kupungukiwa wala kuishiwa, kwa sababu Mungu ambaye ndio mpaji wako hajui kuishiwa, hajawahi kuishiwa. Kwa hiyo lazima uwe na financial strategy, spiritual financial strategy, mkakati wa kiroho wa kifedha, namna ambavyo fedha zako zitakwenda kuwa moja ya mawakala ambao wanachochea kwenda kwako mbinguni, na sio sababu ya kuvuruga na kupoteza mifumo yako na kuchanganya na mifumo iliyoharibiwa ya adui Ibilisi. John Wesley, mwana matengenezo huyu, aliwahi kusema, tengeneza fedha zote uwezavyo, mabilioni na mabilioni kama Mungu amekupa hiyo neema. Alafu hifadhi uwezavyo, tunza, weka akiba kadri unavyoweza, na toa zote uwezavyo kwa ajili ya ufalme wa Mungu, kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tengeneza fedha kadri unavyoweza. Kwa sababu nikuulize swali, kwani wewe kwako fedha nyingi ni shingapi? Kuna mwingine nyingi ni 10,000, ukimpa anachanganyikiwa, unamkuta amelewa, babani wa kuokotwa, mpaka anaweza akajiua kwa sababu ya kushindwa kuimanage 10,000. Mwingine milioni 10, mwingine bilioni 10, mwingine trilioni, mwingine hana mipaka. Kimsingi ni eneo la fedha tu ambalo tukianza kulizungumza maneno naibuka mengi sana. Lakini ukizungumzia afya, nikuulize swali, unataka afya kiwango gani? Utasema nataka afya yote ili iweze kuwa hai. Nikizungumzia amani, nataka amani kwa kiwango gani? Nataka tuwe na amani ya juu sana. Lakini ukizungumzia fedha, hapana. Hata fedha lazima ombe Mungu akupe za kukutosha wewe, lakini zibaki za kusapoti ufalme wa Mungu. Lakini kumbuka pia kuna tahadhari zimetolewa. Ni bora kuwa maskini mcha Mungu kuliko kuwa tajiri mpagani. Lakini Biblia ina kumbukumbu ya matajiri waliokuwa wacha Mungu, Yakobo, Ibrahimu, Yusufu, wakina Ayubu. Lakini hawa watu walikuwa na agano la kifedha na Mungu. Supplier wa fedha zako, jua ni Mungu wa mbinguni, kupitia tu mawakala tu, serikali, hazina na wateja mbalimbali, mikataba. Hawa ni watu waliowekwa na Mungu ili wasupply kwako, ili wewe utapata cha kukusaidia kuishi, lakini uweze kugusa mambo ya ufalme wa Mungu. Ukiwa na mtazamo wa stewardship mentality, ukiamini kwamba umepewa na Mungu ili uzalishe, lakini hivyo vitu ana watu wengi anaweza kupitishia wao kuletea wewe, itakusaidia sana. Mkakati wa 4, lazima uwe na spiritual
rada, spiritual rada, au kwa lugha nyingine mkakati wa upambanuzi wa siri. Uwe na uwezo wa kuyaona mambo na kuyatambua na kutambua hila iliyojificha nyuma ya jambo. Yaani katika siku za mwisho dunia imevurugwa kiwango cha kutosha. Usipokuwa na rada za kiroho, infrared za kiroho za kuweza kuona nyuma ya hiki unachoambiwa, nyuma ya huyu anayekuchekea, nyuma ya mataarifa ya habari, nyuma ya iliyo nyuma ya vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati, unaweza ukajikuta unashabikia anguko lako. Unaweza ukajikuta umetengeneza marafiki wale kuzunguka wote wana hila nyuma yao, huwezi kujua. Katika kitabu cha Wakorinto wa pili 2:15, lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu awaye yote. Ukiwa mtu wa rohoni, rada zako zinakuwa na uwezo mkubwa wa kusoma watu, matukio na mazingira na mabadiliko yanavyoendelea kutoka kadri tunavyosogelea miisho ya dunia. Neno la Mungu ndio darubini pekee yenye uwezo wa kuona hila ya mwanadamu iliyofichwa nyuma ya tabasamu lake. Kumbuka stori ya Nehemia. Sanbalati, Tobia, Geshoni na Mwarabu walipanga hila ya kumwangusha Nehemia, lakini Nehemia alikuwa ni mtu wa neno. Na ukisoma sana neno la Mungu kwa mtazamo sahihi wa kimungu, unavuviwa roho mmoja inaitwa spirit of dissension, roho wa utambuzi. Na hii ndio tunayoizungumza katika pointi ya 4, uwezo wa kuona jambo katika mtazamo ulivyo, sio kama lilivyokuja. Katika siku za mwisho, omba rada za kiroho, uwezo wa kutambua na kuona mambo si kwa macho ya kinyama, uone mambo kwa macho ya kiroho. Kwa nini nasema hivyo? Kuna mambo mengi mazuri sana, mazuri ya kuvutia, lakini ndani yake ana hila. Ndani yake kuna mitego imetegwa, ndani yake kuna miba, ndani yake ukiingia kuna sumu utaenda. Usidanganywe na jinsi mambo yalivyorembwa katika dunia hii. Katika siku hizi za mwisho, kila mfumo, teknolojia, mambo ya artificial intelligence, mambo ya siasa, mambo ya dini, karibu mifumo yote imekuwa infiltrated, imevamiwa na adui, na kuna roho nyuma yake. Tumia neno la Mungu kama x-ray ya kuona yaliyofichwa nyuma hicho unachokiona. Lazima uwe na akili ya kiroho ya kuweza kujua. Kwa Mungu akupe hii upembuzi wa kiroho, spiritual discernment, ili uweze kuishi kwa hekima katika siku za mwisho. Jambo la mwisho au mkakati wa mwisho ni mkakati wa kinga ya kibalozi ya Mungu, au tunaita diplomatic immunity. Zaburi 110:2 anasema, Bwana ataipeleka fimbo ya nguvu zako toka Sayuni. Tawala wewe katikati ya adui zako. Hatumkimbii adui, tunatawala katikati ya adui. Yesu aliomba, siombi Baba 17 Yohana, hawa watoto watoe ulimwenguni, tutakaa humu ulimwenguni kama mafuta ndani ya maji. Hatuchangamani, ila tunachanganyikana, lakini hatuchangamani. Ukiatuliza kwa tumekaa hivi, tunakula tunavyotakiwa na Mungu, tunavaa tunavyotakiwa na Mungu, tunaongea lugha za kimungu, lakini pia tunapata muda wa maombi, tunapata muda wa kusoma neno. Ni vitu vya kimungu vinabaki vile vile, lakini tumejichanganya kwenye mabusiness, kwenye madili, kwenye ajira, kwenye mavikao, lakini tumeulinda urithi wetu kwa sababu sisi sio wa dunia hii, sisi ni wa mbinguni. Na wale wote wanaosimama chini ya bendera ya damu ya Emmanuel, Kristo Mungu mwenye nguvu, Mungu pamoja nasi. Hakuna nguvu duniani yenye uwezo wa kuwapokonya ushindi wao. Kama umeamua kukiri damu ya Yesu na kuishi chini ya nguvu ya mamlaka ya Yesu na kulitii neno lake kwa neema kutoka juu, hakuna taasisi, hakuna mfumo, hakuna nguvu za giza, hakuna kikao chenye uwezo wa kunyang'anya ushindi wako katika Kristo. Kwa nini? Unahesabika kuwa ni raia wa mbinguni.
ambaye upo katikati ya dunia yenye machafuko, na wakati tunasubiri kuja kuchukuliwa hivi karibuni, Mungu anakupa diplomatic immunity, heavenly diplomatic immunity. Unakuwa mwana diplomasia chini ya kinga za kimungu. Na katika siku hizi za mwisho, ukiishi kama mtoto wa Mungu, mwana diplomasia wa Mungu, Mungu atakutengenezea mfumo wa kiulinzi wa kimungu ambao utakuzunguka na kukulinda. Malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazunguka wamchao na kuwalinda. Wewe ni balozi wa mbinguni. Wewe ni balozi wa mbinguni. Balozi haombi kibali kwa nchi aliyopo, anaishi kwa rasilimali ya nchi iliyomtuma. Hawezi kusikia balozi wa China ameishiwa bamia au nyanya au ameishiwa mafuta kwenye gari, anaomba msaada kwa nchi ya Tanzania. Hakuna kitu kama hicho. Unaletewa package zako zote, na hiki ndicho ambacho unatakiwa kiongoze maisha yako na kupelekea kufunga historia ya ulimwengu katika siku hizi za mwisho. Chochote kitakachokupata iwe ni matokeo ya Mungu kuruhusu, lakini sio wewe kushindwa kuziishi standardi za Mungu. Hizi strategy 5 hizi sio garage, sio mambo ya elimu darasani. Hii niliyokupa inaitwa garage ya kiroho, ambayo ukiamini na ukianza kuiapply itarekebisha mifumo yako ya kiroho na unakuwa powerful being katika dunia hii. Ukisimamia mifumo hii ambayo nimekupa, hakuna anayeweza kukuweza. Hakuna silaha itakayoweza kufanyika kinyume na wewe ambayo itafanikiwa. Na utaacha kuishi kama mwana dunia, utaishi kama mwana harakati wa mbinguni ambaye unasubiri evacuation hivi karibuni. Ikiwa uko tayari kuona hizi baraka zinatokea kwako, mwambie, andika kwenye comment hapo chini, Mungu nisaidie niziishi hizi mikakati. Nami ninakuombea sasa. Lakini pia ninakukumbusha kusubscribe kwenye channel yetu kwa ajili ya masomo mazuri zaidi ya haya ambayo yanakuja, ili Mungu aweze kubariki. Sasa ikiwa unasema, ebu Mungu ninaomba nisaidie hizi kitu hizi zitokee kwenye maisha yangu, na unasema mtumishi niombe, kuna mahali bado hapako sawa, kuna vitu nahitaji Mungu anitendee, hebu tuombe. Baba, nakushukuru sana kwa ajili ya mtoto wako huyu mzuri ambaye ametenga muda wa kusikiliza hizi habari njema. Sasa Bwana, nakusihi sasa, kama ambavyo ulimlinda Elisha kwa nguvu za kimalaika, Bwana, mtoto wako ukamlinde. Umlinde ingiapo, mlinde atokapo, mlinde awapo kazini, mlinde awapo nyumbani, katika changamoto za kawaida za kidunia, Bwana ukamlinde. Lakini Bwana, muepushe na magonjwa na nguvu za giza zinazorushwa na kupeperushwa ulimwenguni kote, Bwana ukamwokoe. Lakini Mungu, naomba umpe neema ya kuziishi hizi mikakati 5 za msingi na muhimu sana za siku za mwisho, na maisha yake yakaokolewe. Ninamwombea amani ipitayo amani zote ikazingire maisha yake. Ninamwombea uso wako ukaangazie, nuru yako ikaangazie katika njia zake. Bwana, ukamfanye awe juu tu wala asiwe kichwa, asiwe mkia tena. Mfanye awe kichwa wala asiwe mkia tena. Bariki njia zake, bariki vyombo vyake vya kukandia, bariki akaunti zake. Bwana, bariki mipango yake na mikakati yake. Lakini Mungu, ninamwombea ikiwa ameoa au ameolewa, ibariki familia yake, iwekee uzio wa kimungu dhidi ya mashambulizi yote ya mwovu shetani. Lakini kuna huyu ambaye anasema, nahitaji mtoto, nimekaa muda mrefu sina mtoto. Katika jina la Yesu, Bwana, ninamtangazia, kama anaamini tarehe kama hii mwakani, kama ambavyo ililia kwa Ibrahimu akalie mtoto katika nyumba hiyo. Kuna anasema, uchumi wangu unapitia shida, Bwana fungua baraka za uchumi kwenye maisha yake. Huyu ambaye anasumbuka na magonjwa na taabu, leo ni siku ya maombi. Bwana, kwa kupigwa kwako kansa zimepona, kwa kupigwa kwako vidonda vya tumbo vimeteketea, miguu kuwasha, tumbo kuuma, kichwa kisichopoa, vyote Bwana, damu yako ipite kuanzia kwenye utosi sasa hivi kwa jina la Yesu. Tiririsha damu yako kwenye utosi mpaka kwenye nyayo. Chochote ambacho kiko sawa kwenye mwili wake, Bwana, teketeza ugonjwa huo kwa jina la Yesu. Mpatie baraka ya afya
lakini na huyu ambaye dhambi zimemtesa. Iko dhambi, iko mazoea mabaya ambayo yamemtesa kwa muda mrefu. Katika jina la Yesu, naye amekuwa huru tangu sasa. Nawaombea amani na ushindi. Tafakari nzuri ya maneno yako haya kwa jina la Yesu Kristo. Amen.